Kiongozi wa genge aliishi maisha ya kifahari. Akiwa gerezani, alikaa kwenye chumba cha kifahari cha mtu mmoja kilichojaa vitabu vya usimamizi wa biashara na historia ya dunia. Kila asubuhi saa 12 walinzi walifungua milango ya gereza kwa wakati ili aruke nje kwa mazoezi. Hata mkuu wa gereza alimfuata kila mara akimsifia kwa kumsaidia kupandishwa cheo. Kiongozi huyo alitabasamu kadharau na kuchukua simu kutoka kwa msaidizi wake. Mwanaye alikuwa amemshukuru kwa pikipiki ya kifahari aliyopokea, lakini katika safari yake ya kwanza aligongwa na mtu aitwaye Song Ha-yong. Siku hiyo Song Ha-yong alikuwa ametoka kumheshimu marehemu mama yake na alikuwa njiani kurejea nyumbani. Alipatwa na shambuliwa na pumu barabarani, jambo lililomvuruga na kusababisha amgonge yule kijana aliyekuwa kwenye pikipiki. Mwathiriwa alijeruhiwa vibaya akiwa amestuka. Song Ha-yong alichukua simu kutoka mfukoni mwa mwathiriwa ili kupiga simu ya msaada, lakini shambulio jingine la pumu likamshika na kwa hofu alimwacha yule kijana akiwa barabarani na kumpigia simu baba yake kuomba msaada. Baba yake Jaji Songpan Hao alijulikana kuwa uadilifu na kujitolea kulinda wanyonge, mara nyingi akipinga matajiri wenye nguvu. Baada ya kumaliza kesi, alipoona simu nyingi zilizokosa kutoka kwa mwanaye, aliita haraka. Alipofika nyumbani, mwanaye akiwa na machozi alimweleza ukweli kuhusu ajali ya kugonga na kukimbia. Baada ya kusita kwa muda, Songpan Hao alimhimiza mwanaye kukabiliana na makosa yake na asikimbie uwajibikaji. Alimfundisha somo muhimu la maisha na kumshawishi ajisalimishe mwenyewe katika kituo cha polisi. Akiwaona hofu na huzuni ya mwanaye, Songpan Hao aliamua kuripoti tukio hilo yeye mwenyewe na kumruhusu mwanaye aje kuungama baadaye. Hata hivyo, alipokaribia kituo cha polisi alikuta kimejaa vurugu, huku habari ya tukio hilo ikitangazwa kwenye televisheni. Mwathiriwa alikuwa ni mwana mdogo mpendwa wa Kim Kang-hon, kiongozi maarufu wa genge na tajiri wa ujenzi ambaye hivi karibuni alikuwa amefungwa kwa makosa ya kifedha. Kim aliishi kwa uhuru zaidi gerezani kutokana na utajiri wake. Alipotambua kuwa Kim Kang-hon hansamehe kamwe dereva aliyesababisha kifo cha mwanaye Songpan Hao, alijikuta amepambana na dhamira yake ya haki akiwa amelemewa na hofu na huzuni. Aliacha kufuata kanuni zake za uadilifu, hakuripoti tukio hilo na badala yake alimrudisha mwanaye nyumbani haraka, akimwagiza aandike maelezo yote ya ajali hiyo. Songpan alifunga mapazia nyumbani na kusafisha nguo za mwanaye zilizokuwa na damu, kisha aliziharibu kwa kuzitupa kwenye lori la taka. Baada ya hapo, Songpan Hao alifuta kwa uangalifu mabaki ya damu na ushahidi mwingine kwenye gari ya mwanaye. Kisha alitazama video mtandaoni na akabadili kofia ya gari na sehemu nyingine mwenyewe. Wakati wote huo, Songpan Hao alihakikisha kila undani unafanywa kwa uangalifu mkubwa. Mchana huo mwanamke mzee alimtembelea Jaji Songpan Hao akiwa na mjukuu wake baada ya kusikiliza kesi mahakamani. Mwanamke huyo alikuwa amekuwa akiuliza maswali mara kwa mara kuhusu mshtakiwa, akihisi kuwa kifungo cha miaka 2 kilichotolewa hakikuwa haki. Hata hivyo, baada ya kuona hali ngumu ya kifamilia ya mshtakiwa huyo, aliamua kumsamehe, akiamini kwamba miaka 2 ilikuwa ya kutosha kuponya majeraha yake na kumfanya mshtakiwa ajutie makosa yake. Mwanamke huyo mzee alikumbusha nafsi yake kujifunza kusamehe. Maneno yake yalimgusa Songpan. Alimpa juisi mjukuu wa yule mwanamke mzee kwa upole. Lakini ndani ya nafsi yake alijua kwamba ili kumlinda mwanawe ilimbidi aache kanuni na misingi aliyowahi kushikilia kwa moyo wote. Ili kuharibu ushahidi kabisa, Songpan Hao alimtafuta mwanasiasa mmoja. Alimweleza kwamba gari ambalo marehemu mkewe alikuwa akilitumia lilikuwa likimfanya mwanawe kuwa na huzuni na kulia kila alipoona, akidokeza kwamba gari hilo linapaswa kuondolewa kimya kimya bila mtu yeyote kujua. Mwanasiasa huyo alielewa ishara hiyo, na usiku huo akawasiliana na dalali ambaye kesho yake alimwajiri mwizi mtaalamu kuiba gari hilo kwa utulivu kutoka nyumbani kwa Songpan Hao. Songpan Hao alihangalia kwa siri wakati gari likiibiwa, kisha akachukua kumbukumbu ya safari za mwanawe siku ile. Baadaye alitembelea kaburi la marehemu mkewe akiwa na mwanawe ili kuchunguza kama kulikuwa na ushahidi wowote. Kwa bahati nzuri, waligundua kuwa kamera za ulinzi zilikuwa zikifungwa upya mangoni. Na kwa kuwa mfumo wa usalama ulikuwa ukibadilishwa, uwepo wa mwanawe makaburini siku 3 zilizopita haukurekodiwa. Zaidi ya hayo, eneo la maegesho ya makaburi lilikuwa wazi bila rekodi za magari kuingia, jambo lililompa Songpan Hao faraja kubwa. Gerezani, Kim Kang-hon aliposikia habari za kifo cha mwanawe katika ajali ya gari, alimjulisha mkuu wa gereza kwamba wakili wake angepanga aachiwe mara moja. Muda mfupi baadaye, Kim Kang-hon aliachiliwa na moja kwa moja akaelekea kituo cha polisi akiwa na wafuasi wake. Polisi waliripoti kuwa mwanawe alionyesha dalili za uhai baada ya ajali na kwamba angeweza kuokoka kama angepelekwa hospitalini mara moja.
Polisi pia walieleza kuwa mauaji ya makusudi yangesababisha kifungo cha zaidi ya miaka 10, ilhali ajali ya kawaida ya barabarani ingepelekea kifungo cha si zaidi ya miaka 5. Kisha walicheza rekodi ya simu waliopiga Song Ha-yong akiomba msaada akitumia simu ya mwathiriwa kusikia pumzi nzito kwenye simu hiyo na kuona mwili wa mwanawe uliopotoka sura. Kim Kang-hon, ambaye kwa kawaida alikuwa mtu katili, alishindwa kujizuia, akalia kwa uchungu na akaapa kwamba kifo cha mwanawe hakitapita bure. Kwenye mazishi, Kim Kang-hon alikuwa akiomboleza kifo cha mwanawe wakati ghafla mwanawe mkubwa kutoka kwa mama mwingine aliwasili. Mwana mkubwa huyo alikuwa na migogoro ya muda mrefu na kakake wa kambo pamoja na mamake wa kambo ambao walimshuku kuwa na mkono katika kifo hicho. Mama wa kambo alidhani huenda mwana mkubwa alikuwa amemua kaka yake ili kurithi biashara ya familia. Akiwa na hasira, mwana mkubwa alimkazia macho kwa chuki, lakini hakusema chochote, kwani Kim Kang-hon aliingilia kati akimwambia arudi Marekani na asiingilie mambo ya nchini. Hata hivyo, mwana mkubwa hakutia agizo hilo. Badala yake alizungumza na vyombo vya habari akiapa kwamba angemtafuta mtu aliyesababisha kifo cha kakake kwa gharama yoyote. Siku hiyo hiyo mwana mkubwa alimkabili kundi la wahuni akiwauliza kama walihusika na tukio hilo. Kiongozi wa kundi hilo, mwanamke jasiri, alikanusha, lakini mwana mkubwa aliendelea kusisitiza. Alikuwa na imani kwamba wahuni hao waliokuwa na chuki dhidi ya biashara ya familia yake walitaka kulipiza kisasi. Licha ya kukanusha, aliwatisha kwamba kama hawatampata mwaji angewabebesha lawama yeye mwenyewe. Usiku uliofuata, katika ukumbusho wa mwanawe, Kim Kang-hon aliendelea kusikiliza tena na tena rekodi kutoka kwa polisi iliyorekodiwa wakati wa simu ya dharura ya ajali hiyo. Ingawa sauti ya mpigaji simu haikusikika vizuri, Kim Kang-hon alionekana kushangazwa baada ya kuisikiliza kwa makini, kana kwamba alikuwa amegundua jambo muhimu lililofichika ndani ya rekodi hiyo. Baada ya ajali, Song Zong alisimama kwa muda mfupi kwenye gereji moja ya matengenezo ili kuhakikisha kama kamera za usalama za duka hilo zilikuwa zimechukua picha ya gari lake. Baadaye Song Pan-ho alitembelea gereji hiyo pekee yake, akidanganya kwamba mpenzi wake alikuwa akimsaliti na kwamba alitaka kuona rekodi za kamera kuuthibitisha. Mwanzoni mmiliki wa duka hilo alisita, lakini baada ya kupokea rushwa alikubali. Wakati miliki huyo akiwa amevutwa kwenye mazungumzo, Song Panu aliitumia nafasi hiyo kuangalia kwa siri na kufuta video zote zilizomwonyesha Song Ha-yong akiingia kwenye duka hilo. Baada ya kuondoka dukani, Song Pan-ho alimshauri mwanawe awe mtulivu na asionyeshe wasiwasi ili asishukiwe. Kisha alimtembelea polisi. Mwanamke alimfahamu vizuri, akidai kwamba gari la marehemu mkewe liliibiwa na kwamba alikuwa na wasiwasi kwa sababu mwanawe alikuwa akiumia kwa kumbukumbu za mama yake. Aliomba polisi huyo amjulie kimya kimya kama gari hilo lingepatikana na pia afunike makosa madogo ambayo mwanawe anaweza kuwa ameyafanya. Kwa bahati mbaya, makosa yalifanyika. Mwizi aliyekuwa sehemu ya genge lililoajiriwa na yule mwanasiasa kwa pendekezo la Song Pan-ho alikamatwa akivunja sheria za barabarani akiwa anaendesha gari lile lile lililohusishwa na ajali. Mwizi huyo alijaribu kumpa hongo askari aliyemzuia. Mwanzoni askari huyo hakuwa na nia ya kuchunguza zaidi, lakini alipogundua kuwa gari hilo liliibiwa alijaribu kumkamata. Mwizi huyo aliingiwa na hofu, alimpiga askari huyo na kukimbia. Jioni hiyo Song Pan-ho aliandaa chakula cha moto kwa ajili ya mwanawe. Kadiri hali ilivyozidi kuwa ngumu, baba na mwana waliweza tu kutazamana kwa macho yenye machozi. Song Pan-ho alimuomba msamaha baba yake, akihisi hatia kwa kumvuta baba mwenye haki katika dhambi. Wakati Song Pan-ho alikuwa karibu kumfariji, ghafla polisi mwanamke alifika akiwa na taarifa kwamba gari lililoibiwa lilikuwa limepatikana. Baada ya kusikia kutoka kwake kwamba mwizi wa gari alikuwa amemshambulia askari polisi, Song Pan-ho alitambua uzito wa hali hiyo. Ili kuzuia mambo yasiharibike zaidi, alikimbilia katika eneo la kuhifadhi magari yaliyokamatwa ili kuchukua gari hilo. Kwa kuwa alikuwa jaji mwenye heshima, polisi mwanamke alimwambia asign tu karatasi na alichukue gari. Hata hivyo, afisa mwingine aliona tahiri limepauka na alipolichunguza alipata kipande cha mudguard ya pikipiki kikiwa kimekwang yake. Tukio hilo lilimfanya polisi mwanamke ahisi kuwa huenda mwizi alikuwa ametumia gari hilo kufanya kosa la jinai. Kwa sababu hiyo, Song Pan-ho walikamatwa na kupelekwa kuhojiwa. Wakati wa mahojiano alidanganya akidai kuwa mwanawe ndiye aliyekuwa ameendesha gari hilo siku moja kabla. Kwa kuwa Song Ha-yong ndiye aliyekuwa akilitumia mara kwa mara, polisi mwanamke alimtaka naye ashiriki katika uchunguzi kama shahidi. Song Pan-ho hakuwa na budi ila kumleta nyumbani ambako alimpa mwanawe maelezeo ya siri ya kushikamana na simulizi lililokubaliana. Kwa msaada wa baba yake, Song Ha-yong alibaki mtulivu wakati wa mahojiano na hakufichua mapungufu yoyote katika simulizi lao.
Wakati huo huo, baada ya kumaliza mazishi ya mwanawe Kim Kan-hon, aliweka kwa uangalifu jino moja la utotoni la mwanawe Mante ya urni, ishara ya faraja na kumbukumbu la upendo wa milele. Licha ya majonzi yake makubwa, Kim Kan-hon alionekana mtulivu mbele ya familia yake. Mwanawe mkubwa aliapa kwamba angemtafuta muuaji, lakini Kim alimwambia arudi Marekani. Mkewe akiwa amezidiwa na huzuni alimlaumu kwa kutofanya chochote. Kim hakubishana, alimkumbatia kwa upole na kwa sauti isiyo na hisia akasema kuwa hakukasirika alipomshtumu kuwa hana moyo. Kim Kang-hyun alibaki kimya, si kwa ukatili bali kwa sababu huzuni yake ilikuwa nzito mno hata haingeweza kuelezeka kwa maneno. Siku iliyofuata Kim Kang-on alimuomba dereva wake acheze tena rekodi ya simu ya dharura. Pumzi nzito zilizorekodiwa kwenye simu hiyo zilimfanya dereva kusita. Lakini Kim alisema kwa udhabiti kwamba hizo hazikuwa pumzi za mwanawe. Zilikuwa za mtu mwenye ugonjwa wa pumu. Huku bado akiomboleza, Kim Kang-on alikuwa tayari ameanza safari ya kumtafuta aliyesababisha kifo cha mwanawe. Muda mfupi baadaye, afisa mmoja alimjulisha Kim kwamba gari lililoibiwa lililingana kabisa na gari lililohusika kwenye ajali. Kipande cha magari ya pikipiki kilichopatikana ndani ya tairi lililingana na mfano wa pikipiki ambao Kim alikuwa amemzawadia mwanawe. Uchunguzi zaidi ulionyesha kuwa sehemu ya mbele ya gari Hod ilikuwa imebadilishwa na sehemu ya zamani iliyopatikana eneo la ajali ililingana na mwaka wa utengenezaji wa gari hilo. Zaidi ya hayo, ilibainika kuwa mwizi wa gari alikuwa mwanachama wa genge hasimu. Afisa wa polisi alihitimisha kwamba mwizi huyo ndiye mshukiwa mkuu aliyefanya hivyo kwa sababu ya uhasama wa magenge. Hata hivyo, Kim Kang alimwagiza afisa huyo aweke matokeo hayo siri na amkabidhi taarifa zote zinazomhusu mwizi huyo. Jambo lililoonyesha wazi kwamba alitaka kujichukulia sheria mikononi mwake. Baada ya Kim kuondoka, afisa huyo alimtafuta kwa siri mwana mkubwa wa Kim na kumweleza kila kitu ambacho baba yake alikuwa amegundua. Kuanzia siku hiyo, mwana mkubwa alianza kuwa mtulivu na mwenye mawazo mazito, kana kwamba alikuwa akipanga jambo fulani. Wakati huo huo, mke wa Kima aliposikia kwamba mwizi ndiye alikuwa anasingiziwa kuwa muuaji, alikasirika sana. Kwa mtazamo wake, mtu wa hali ya chini kama mwizi hangeweza kusababisha kifo cha mwanawe mpendwa. Wakati huo, Kim Kang-on alikutana na kiongozi wa genge la kike ambaye awali alikuwa ametishiwa na mwanawe mkubwa, akimuuliza kuhusu uhusiano wa mwizi huyo na genge lake. Mwanamke huyo alikanusha kuhusika, lakini akaahidi kushirikiana katika uchunguzi. Kwenye njia yao ya kurudi, msaidizi wake alimkumbusha kuwa diwani mmoja, Bwana John, alikuwa amewasiliana nao siku ya tukio akiwaomba wamsaidie kushughulikia gari lililohusika kwenye ajali. Mara tu alipotambua uhusiano huo, kiongozi huyo wa genge alilia kwa hasira akitaka kujua tarehe kamili ya simu hiyo. Aliposikia kuwa genge lilianza kushuku gari lililohusika kwenye ajali lilihusiana na kifo cha mwana wa Kim Kang-hon, Bwana John aliingiwa na hofu. Wakati huo huo, Song Pan alifika akimlazimisha kukabiliana na mabadiliko ya hali. Tano alidanganya tena akikiri kwamba gari lililohusika kwenye ajali lilihusiana na kifo cha mwana wa Kim, lakini akasema kwa uongo kuwa yeye ndiye dereva aliyekimbia baada ya ajali. Bwana Jom alikubali kumsaidia Song Pan kwa kumpanga mwizi huyo asafirishwe nje ya nchi kuhakikisha kwamba hatarudi tena Korea. Mpango huo ungefanya Kim Kang-hon amini kuwa mwizi huyo alitoroka kwa woga na hivyo kuondoa hatari ya tatizo lolote zaidi. Akiwa ofisini kwake, Song Pan-ho alianza kutafuta jina la yule mwizi, akijaribu kukumbuka ni wapi alikuwa amelisikia hapo awali. Kwa kweli alikumbuka kuwa mwizi huyo alikuwa mume wa mwathiriwa katika kesi aliyowahi kushughulikia, ambapo kifo cha mkewe kilikuwa kimeacha binti mdogo na bibi mzee waliokuwa wakiishi wakitegemeana. Hivi karibuni walikuwa wamemtembelea Pano wakimshukuru kwa hukumu yake ya haki na huruma jioni moja. Wakati yule bibi na mjukuu wake walipokuwa wakifurahia matembezi mafupi ya jioni, Song Pan-ho alikuwa akiwatazama kwa siri kutoka ndani ya gari lake. Aliwakumbuka kwa upole urahisi wa bibi huyo na usafi wa moyo wa yule msichana mdogo. Macho yake yalijaa machozi, lakini alijizuia kuyabubujisha. Ghafla mlipuko mkubwa ulitokea nyumbani kwao na moto ukalipuka ghafla ukimjeruhi vibaya yule bibi. Song Pan-ho walikimbilia kuwasaidia akijaribu kuzima moto kwa koti lake, lakini bibi huyo alikosa hewa na kupoteza maisha. Wakati alipokuwa akijaribu kumwokoa yule msichana aliyekuwa bado ndani, mlipuko mwingine mkubwa ulitokea ukamlazimisha kujificha, huku akitazama kwa uchungu moto mkubwa ukiteketeza nyumba hiyo yote bila kuwa na uwezo wowote wa kuzuia maafa hayo. Na hapo ndio mwisho wa movie yetu. Usisahau kusubscribe na asante kwa kuangalia.